بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مباركم يحمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا السلام تميت محمد ikiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na idhini yake azza wa jalla ametukutanisha tena katika hizi episodi zetu au hizi halakat ambazo tumeziweka na tumeziandaa kwa umuhimu wake mkubwa, ambayo ni kuitizama hii hajjul mabrur, kwa sababu haji hii haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaonelea kwa umuhimu wake na ukubwa wake mada hii tuizungumze hii hajjul mabrur kwa kutegemea, kwa kutizama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume Muhammad na sunna, kadhalika na aqwali za ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala walipokuwa kielezea haji hii mabrur, ili sote insha Allah tuipate hii haji al-mabrur. Tulizungumza katika episodi zetu zilizotangulia huko nyuma. Tulikuwa katika episode ya 5, tulisimamia katika kuitaja ile sifa ya 4, as-sifatu ar-rabi'a min sifati al-hajj al-mabrur, sifa ya 4 katika miongoni mwa sifa za hajj al-mabrur, kwamba haji hii mabrur, ili mtu aipate haji hii mabrur lazima sifa zote kwa ujumla wake ziwemo kwa huyo ambaye atekeleza ibada yake hii ya haji. Ikiwa imekosekana walau sifa moja tu, basi hija yake inakuwa si hajjul mabrur. Tushataja sifa 4, kisha leo insha Allah kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, idhini yake, tutaangalia sifa ya 5 ambayo ni miongoni mwa sifa za hajju al-mabrur, ambayo sifa hii ni tajannubu al-fusuq. Tajannubu al-fusuq ni kujiepusha na kujiweka mbali na hasifanye yule ambaye ameenda kutekeleza ibada ya haji, ajiepushe na hii fusuq. Na hii fusuq imetoka katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Baqara, al-hajju ashhurun ma'lumat, kwamba ibada ya haji ina miezi maalum. Faman faradha fihinna al-hajj, basi kwa yule ambaye amehirimia, ameweka ile nia ya kuingia katika ibada ya haji au ibada ya umra, fala rafatha, basi asifanye rafath. Na tulitaja rafath kwamba ni zina, ni jimaa na vile ambavyo ni utangulizi au vinapelekea katika hiyo jimaa, asifanye na wala asikurubie. Na kadhalika Allah akasema wala fusuqa, na wala asifanye ufasiq. Na hii fusuq kama ambavyo tutakuja kuona kwamba hii fusuq ni jami'ul maasi, bimaana asifanye maasi yoyote, maasi aina yote katika kutekeleza ibada yake ya haji. Wala jidala fil haji, na wala asilete mijadala katika ibada ya haji, mijadala ambayo si mijadala ya sawasawa. Leta mijadala katika ibada ya haji, asifanye hilo. Amesema al-Imam Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea hii maana ya fusuq katika kauli hii Allah subhanahu wa ta'ala, akasema kwamba rahimahullahu ta'ala, wa qila al-fusuq huna, na imesemwa fusuq maana yake katika aya hii fala rafatha wala fusuq as-sayyi'at, kama fusuq maana yake ni sayyi'at, bimaana madhambi. Na pia kadhalika imesemwa pia vile vile maana ya fusuq al-maasi, ni asifanye yale maasi ya namna yoyote katika kule kutekeleza ibada yake ya haji. Na pia kadhalika imesema fusuq ni kaulu zur, ni kuzungumza maneno ya uzushi, kuzungumza maneno ya uongo. Hii ni katika maana ya hii fusuq. Kwa hivi vyote as-sayyi'at, adh-dhunub wal maasi, madhambi na maasiya, na kuzungumza al-kadhib wa namima
uongo, kusema watu, kufitinisha watu katika ibada ya haji, ija ikiwa na vitu hivi, basi ibada hiyo ya haji inakuwa sio maburur, ambayo malipo yake ni pepo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadhharu mimma sabaqa, basi inadhihiri au inafahamika katika haya ambayo yalotangulia kuyataja, anna alfusuqa ya'um, ya kwamba hii fusuq katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala rafatha wala fusuq, kwamba hii fusuq ya'um kullama kharaja bihi al-'abd an ta'ati Allah azza wa jalla. Hii inaenea hii fusuq kwa kila ambacho kimetoka kwa mja, ambacho hiki kinakwenda kinyume, si katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, imetoka katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala bifi'lihi li shay'in min al-ma'asi wadh-dhunub, kwa kule kutenda kwake huyu mwanadamu Muislam, aswa huyu hujaji, kwa kule kufanya kwake chochote min al-ma'asi wadh-dhunub, katika maasi na madhambi. Hii katika haya maelezo niliyotaja ya al-Imam al-Qadhi Iyadhi rahimahullahu ta'ala, kwa kuelezea hii maana ya fusuq, kwamba hii fusuq inaenea kwa kila ambacho kimetoka kwa mwanadamu, ambacho hiki kinakuwa kiko kinyume, kiko mbali na toa ya Allah, si toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya kwake yeye huyu Muislam chochote katika maasi na pia kadhalika katika adh-dhunub. Hii ina maana ya fusuq. Kwa hivyo vyote takikana hujaji ajiepushe navyo, ikiwa kahirimia ibada ya haji au pia kadhalika na ibada ya umra, ajiepushe nacho. Wa innal hajja al-mabrura, na hakika hajjul mabrur la yatahassalu wa qad khalatahu al-ithmu. Hajjul mabrur huwa haipatikani, yani haiwi haji ni mabrur wa qad khalatahu al-ithmu, na kwa hakika hiyo haji ikawa imechanganyika na madhambi, haiwi haji mabrur. Si haji mabrur hiyo hija ambayo ndani yake kumechanganyika na madhambi. Ana hiji lakini kuna madhambi anafanya, adh-dhunub wal maasi, na pia kadhalika ikawa imechanganyika na maasi. Lidhalika wajaba ala al-hajj, kwa sababu hiyo kwamba haiwi haji mabrur, kwamba ni hija ambayo imechanganyika na madhambi, kwa sababu hiyo wajaba ala al-hajj, imekuwa ni wajibu kwa ule hujaji an-nasih li nafsihi, tena hujaji ambaye anainasii nafsi yake, mwenye kuinasii nafsi yake, ayajitaniba fi hajjihi jamia adh-dhunubi wal atham. Ni wajibu kwa kila hujaji, wajaba ala al-hajj an-nasih li nafsihi, ni wajibu kwa kila hujaji yule ambaye mwenye kuinasii nafsi yake, ambaye inasii nafsi yake, ni wajibu alayhi an yajtaniba fi hajjihi, ajiepushe katika hii hija yake jamia adh-dhunubi wal atham, ajiepushe madhambi yote, ujumla wa madhambi yote takana katika ibada yake ya haji, ajiepushe na hayo madhambi yote. Hii ni katika maelezo ya hii sifa ya 5 katika miongoni mwa sifa za hajju al-mabrur, ambayo ni tajannubul fusuq. Na pia kadhalika katika hii al-fusuq ambayo ni wajibu kujiepusha kwa ule hujaji ili hija yake hiyo ni haji al-mabrur, yaingia pia kadhalika kama ambavyo wamezindua hivyo, wamefanya tanbih, wameeleza ahlul ilmi kuzindua katika hili, wakasema ya kwamba yaingia katika hii al-fusuq adh-dhunubu allati kana alayha al-muslimu qabla hajjihi, yaingia pia yale madhambi ambayo alikuwa nayo akiyafanya Muislam, madhambi hayo kabla hajjihi, kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji. Kwa hiyo kuna madhambi alikuwa akiyafanya kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji, hii pia kadhalika takikana akishaenda kutekeleza, akisharejea yaache, waatada ala fi'liha, na akayazoea kuyafanya hayo madhambi. Fahadhihi, basi haya adh-dhunub wal atham yajibu alayhi, ni wajib kwake yeye huyu hujaji an yatuba minha, atubie katika hayo madhambi alikuwa akiyafanya kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji. In arada an yakuna hajjuhu mabrura, na ikiwa ataka yeye hija yake kuwa ni mabrur, ni wajibu kuyatubia haya madhambi yale ambayo kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji
alikuwa akiyafanya hayo madhambi na alikuwa ameyazoea, aenda kutekeleza ibada ya haji. Akifika huko ni wajibu pia kadhalika ayatubie madhambi hayo, na akisharejea takikana hayo madhambi ayaache mara moja. Lakini ikiwa ataka hija yake hiyo ni haji mabrur, kwa ikiwa amekwenda hakutubia akarejea akaendelea kuyafanya madhambi ambayo alikuwa akiyafanya au akayazoea kuyafanya, basi hija yake inakuwa sio haji mabrur. Amma man kana musirran ala fi'li al-atham, ama yule ambaye ilikuwa yeye ni mwenye kuendelea, yule ambaye mwenye kuendelea, mwenye kuzama juu ya kufanya madhambi, allati alifaha wa atada alaiha, ambaye ameyazoea madhambi hayo, walam yazim ala tarkiha, na wala akuweka azma, akuazimia katika moyo wake juu ya kuyaacha hayo madhambi, fahadha naw'un min alfusuq, na hii ni miongoni mwa aina za fusuq ambayo takikana ni wajibu kwa hujaji na anatekeleza ibada ya umra ajiepushe nayo. Kwa kama akatoka na madhambi alikuwa akiyafanya na kayazoea akutubia, basi hii inaingia katika hii aina ya alfusuq ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema tujiepushe katika kutekeleza ibada ya haji. Kwa ikiwa ni hivyo, hija yake inakuwa si hajjun mabrur, wa in lam yubashir shay'an minha athna haji, na kama ikiwa hatofanya katika sehemu katika hayo madhambi ambayo yeye alikuwa akiyazoea katika kutekeleza hiyo ibada yake ya haji. Kwa hii ni muhimu kadhalika kwa Waislamu ambao kwa kiujumla, kwa maalum wale mahujaji ambao waenda kutekeleza ibada ya haji, wajiepushe na yale madhambi ambayo wao walikuwa wakizoea kuyafanya kabla kuna kutekeleza ibada ya haji, na wayatubie. Ikiwa watatubia na watayaacha, hija yao itakuwa ni mabrur. Na ikiwa wameyatubia, ikiwa hakutubia kwa madhambi walikuwa wakiyafanya na wakayazoea, wakarudi wakaendelea kuyafanya, basi ni dhahir na hakuna shaka ndani yake kwamba hija yao inakuwa sio hajjul mabrur. Kwa kumalizia, wan nasihatu aljami'a lak akhi alhajj, na nasaha ambazo aljami'a lak, ambazo zenye kukusanywa kwako wewe, ewe ndugu yangu hujaji, fi hadha albab, katika mlango huu, tajannubu alfusuq, an tastaqbila hajjaka, ni kuelekea hija yako bitaubati sadiqa an-nasuh, kuelekea kuna kutekeleza ibada yako ya haji. Hizi ni nasaha kwa ndugu yangu hujaji katika huu mlango, ni kuelekea kuna kutekeleza ibada yako ya haji bitaubati sadiqa, kwa ile toba, kwa kufanya toba ya kweli, an-nasuh ila Allah azza wa jalla, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min dhunubik, kutubia kutokamana na yale madhambi yako, wa khataayaka, na yale makosa yako. Ili lengo na makusudio ya kutubia hii toba ya kweli ya madhambi na makosa, litanala hadha al-ajra al-azim, ili upate huu ujira mkubwa wa thawabu al-jazil, na thawabu zilizokuwa kubwa, ambao ni hii hajjul mabrur. Fasidqu taubatik, basi ule ukweli wa toba yako, yaqtadhi qabula hajjatik, ile toba ikiwa ile toba ya kweli, ule ukweli wa toba yako yapelekea, hii ukweli wa toba yako yapelekea kukubaliwa ile hija yako. Qad qala Nabii sallallahu alayhi wasallam an-nasihu al-amin, kwa kama amesema Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, tena ni mwenye kutoa nasaha na pia ni muaminifu, al-amin, muaminiwa alayhi salatu wassalam, man hajja lillah, yoyote atakayehiji kwa ajili ya Allah, falam yarfuth, na akufanya rafath, aljimaa, akufanya jimaa, tendo la ndoa, na utangulizi wa kufanya tendo hili akuvifanya hivyo vyote, walam yafsuq, na akufanya fusuq, akufanya sayiat, adhunub wa qawlu zur, akuyafanya haya yote, raja'aka yawma waladatuhu ummuhu, tarejea kama ile siku ambayo waladatuhu ummuhu, amezaliwa na mama yake. Kwa nasiha zangu kwa wahujaji ni tujiepushe na hii alfusuq katika kutekeleza ibada ya haji, ili tupate hija ambayo ni mabrur, ambayo haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha Allahu a'lam, fa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.